ilikuwa ni bonanza ambalo limeandaliwa na uongozi wa stendi ya Magufuli Bus Terminal. Na wewe ukiwa kama miongoni mwa viongozi, pengine ujitambulishe kwa majina yako na utuambie jambo hili limefana kwa kiasi gani? Mimi naitwa Yohana Mwenda, ni katibu mkuu wa chama cha mawakala na makarani mkoa wa Dar es Salaam, ambao kimsingi ndio tumeandaa hii dabi kwa sababu timu zote zilizoshiriki katika dabi hii ni vijana wetu wanaojihusisha na shughuli za usafirishaji wa abiria katika kituo cha mabasi Magufuli. Ilikuwa ni baina ya Pointers FC pamoja na Jeshini. Ulikuwa ni mchezo mzuri ulioibua msisimko na umeleta mashabiki wengi, umekusanya vijana wengi na kuwaweka pamoja wakijadili changamoto zao, kuboresha mahusiano ya kikazi, lakini zaidi ya yote kutupatia burudani, kwa sababu sisi eneo letu la kazi ni eneo lenye makelele mengi. Akili zetu zishasikia honi nyingi sana za magari. Ili tumetumia kama eneo la kufresh mind ili tuweze kukaa sawa na tuweze kurejea katika kazi zetu za kila siku. Kwa hiyo ni hatua nzuri, lakini nia na malengo yetu hapo siku za usoni ni kushiriki mashindano yote yatakayo kuwa yanatokea katika jiji hili la Dar es Salaam, na ninawaahidi kulingana na timu ambazo nimeziona zikishiriki hapa, tutapata combined timu ambayo itakuwa timu nzuri itakayoweza kuleta ushindani katika mashindano mengine katika jiji hili la Dar es Salaam pale itakapobidi. Meneja, kwa uchache unazungumziaje bonanza ambalo limefanyika siku ya leo kwa uchache? Kwa kweli bonanza la leo lilikuwa ni nzuri sana. Umeona mwitikio wa vijana walivyoitikia kutoka stendi ya mabasi Magufuli. Tulikuwa na timu mbili ambazo zote ni timu ambazo zimezalishwa kituo cha mabasi Magufuli, ambapo wameonyesha uwezo wao, wameonyesha talenti yao kwa kuonesha ule ujuzi wao wa kucheza mpira hapa uwanjani. Tukiwa tunaangalia na kuangalia tathmini, hii timu ni timu ambayo tunatarajia ifike mbali. Tunaweza tukaisajili kwenye ligi mbalimbali ambapo itakuja baadaye kuwa na ushawishi mzuri, kwa maana ya kucheza na ukilinganisha na eneo timu hii zinapotoka. Kwa hiyo tutatafuta vipaji vizuri kwa ajili ya kuendeleza kushawishi, na hii pia itakuwa ni sehemu nzuri na ni elimu pia kwa vijana ambao muda mwingine hapa wanakuwa na shughuli ambazo sio rasmi, hasa kwa kuvuta bangi na muda mwingine kunywa pombe. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza timu nzuri ambayo ikawa sehemu ya hamasa, kama vile inavyoonekana mchezo ni sehemu ya hamasa, mchezo pia ni afya. Baada ya hii bonanza tutaendelea kutafuta wadhamini na wadau muhimu wa stendi ambao watakuwa ni sehemu ya kuendeleza hichi tulichokianzisha, kwa maana sisi lengo letu sio kucheza bonanza la mbuzi hapa. Hii bonanza ya mbuzi ambayo tumeweka mbuzi, lakini tumeweka motisha tofauti kwa maana ya kuweka goli moja tuliwekea pesa 30,000, lakini tumemaliza mechi hii kwa matuta ya penalty ambapo kile kiasi tulichokuwa tumekiweka hakitatumika. Lakini pia kupitia hawa wadau ambao tumekusudia kuwaweka, tunatarajia tutafute wachezaji wazuri, tuwe na timu nzuri ambapo tuendeleze ili tuweze kusajili kwenye ligi tofauti ili iwe ni tabia ya stendi na tuwe na timu inayotoka stendi ya mabasi Magufuli. Ukizungumzia stendi ya Magufuli, basi iko chini ya mwenyekiti, na mwenyekiti ndo mratibu mkuu wa jambo hili la bonanza ambalo lilikuwa linaitwa Goli la Mama. Bonanza la Goli la Mama. Bonanza la Goli la Mama. Mwenyekiti, kwanza nikupongeze sana. Mmefanikiwa kwa kiasi gani? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Asilimia kubwa tumefanikiwa sana, kwa sababu kubwa zaidi ilikuwa ni hamasa ya michezo katika jengo letu kubwa la kimataifa la stendi ya Magufuli Bus Terminal, na tumefanikiwa kuirudisha hamasa ya michezo. Na tukaona ili hamasa ipande zaidi, jambo lifanikiwe zaidi, tuungane na wenzetu wa CRDB Bank kupitia mfuko wao, foundation ya CRDB, ambao na wao wameweza kuungana nasi kwa lengo 1, 2, 3 la kuweza kutushika mkono katika bonanza la Goli la Mama. CRDB Bank hawa tutakuwa nao sana, sio tu leo, tutakuwa nao sana. Niseme tutakuwa nao sana kwa sababu tuna majambo, baada ya hili kuna jambo jingine ambalo tutalitangaza hapa. Kwa hiyo katika mafanikio ulichouliza, tumefanikiwa pakubwa. Kwa haraka labda pengine mshindi ambaye ameibuka hapa leo ni nani na zawadi yake ni ipi? Pengine watazamaji wanatamani kufahamu. Walioibuka leo ni Jeshini FC. Wale walioibuka mara ya kwanza ndio walioibuka washindi leo.
na kama unavyojua mtanange ulikuwa mzito mkubwa kabisa mpaka kwenye hatua ya matuta, kafikia hatua ndo yalla mambo yakawa sio, vijana wa Pointers wakalala na mia hata sasa hawaonekani uwanjani. Kwa ndivyo ilivyo football. Kikubwa hawa ni watu wanaofanya kazi katika eneo moja, lakini upinzani wao ni mkubwa, ni kama vile Simba na Yanga, wana upinzani mkubwa sana hata kibiashara. Kwa hiyo waliochukua leo ni Jeshini FC. Na kuhusiana na masuala ya zawadi tuliandaa mbuzi 3, lakini isivyo bahati, manake hakuna bahati mbaya, isivyo bahati mbuzi mmoja alishindikana. Kwa hivyo tutakabidhi kiwango cha fedha ambacho tuko nacho kinacholingana na pesa. Kwa hiyo mbuzi 3, kuna shilingi 200,000 kutoka kwa mdau, lakini pia kuna wadau wetu ambao ni Elegance Studio. Wao waliahidi kila goli shilingi 20,000, lakini ikashindikana, hakuna aliyetoka na goli. Lakini kuna bwana amejitolea kila goli shilingi 20,000, anaitwa Chibu, lakini pia imeshindikana, isipokuwa Chibu akaona isiwe shida. Mchezaji bora kutoka Pointers FC ambaye ndio Alphonse atakabidhiwa shilingi 20,000 kama zawadi yake ya mchezaji bora leo, kwa baada ya kukosa lile goli la mama ile 20,000. Kwa hiyo akaona awekeze 20,000 huko. Lakini pia tulikuwa na CRDB, nao waliweka shilingi 10,000 kila goli. Kwa hiyo ni kwamba goli la mama limeungwa mkono kwa asilimia kubwa, lakini vijana wetu hawajaweza kuondoka na zile zawadi zilizoandaliwa la goli la mama. Kwa kubwa zaidi ni hamasa ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kupitia michezo, namna anavyo support, na sisi kama viongozi wa chini kabisa kwenye ngazi za chini ambao pia tunamsaidia Mheshimiwa Rais kutuliza kituo na mambo kama hivyo ili kuendeleza gurudumu la michezo. Nini kinafuata baada ya bonanza hili ambalo limefanyika leo? Kubwa wa Tanzania wakae kwenye attention. Mliona tulikuwa na mabondia hapa. Kwa hiyo kwa wakati huu tutaandaa jambo la mabondia. Magufuli Bus Terminal tuna mabondia 9. Na hawa wote kila mmoja anacheza na hakuna aliyewahi kupigwa. Kwa hiyo tunajiamini. Kwa hiyo baada ya hapa tunaandaa bonanza au tunaandaa padi kubwa itakayopigwa na hawa vijana wetu wa Magufuli Terminal. Kwa boxing sikio tutaitangaza kuanzia mwezi wa 6, ambayo pia tutakuwa na ligi ambayo ndo tumesema jina letu ni goli la mama. Hiyo ndo ligi. Ila bonanza tumelita goli la mama kwa sababu kulikuwa na nini? Ila bonanza na ni ligi itaitwa goli la mama. Si nimeeleweka? Itakuwa tarehe 12 ya mwezi wa 6 2025. Kila kitu kimekamilika kupitia CRDB Bank na ligi yetu itaendelea kuanzia hapo. Wito wako sasa labda kwa wawekezaji ambao wanatamani kuja kuwekeza stendi ya Magufuli? I say, tuseme hivi, Magufuli Bus Terminal ni kubwa na ina watu wa kila aina. Unaweza ukaja ukawekeza kupitia kwenye timu yetu, unaweza ukaja ukawekeza kupitia kwenye chama chetu kama walivyofanya CRDB Bank, unaweza ukaja ukawekeza pia kwa wale tulionao nyuma yetu kwa maana ya mawakala na makarani. Chama cha mawakala na makarani kina idadi ya wanachama takriban 5,000. Kwa hiyo kama wanatokea wawekezaji wa namna moja ama nyingine, wanaweza kuwekeza kwa wafanyakazi wetu. Kwa maana inawezekana wakaja wakawekeza kwenye upande eza wa uniform ya pamoja, wanaweza wakaja wakawekeza kupitia chochote kile ambacho wanaona kinafaa kwenye jengo la Magufuli. Kwetu watuletee, sisi tutakipokea. Kikubwa kiwe na faida kwa wanachama wetu na chama pia. Mimi nikushukuru sana. Asanteni sana. Tuwashukuru vyombo vya habari kwa kuja. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Bahati nzuri na mimi ni mwanahabari pia. Kwa kuwaona wenzangu na mimi nimefarijika. Ila leo nakuwa na kigugumizi sana, unajua ukiwa na furaha kuna mengi yanakutoka. Lakini asanteni sana na Mungu awabariki pia. Kwa mchezaji bora. Neno lako kwa uchache. Neno langu kubwa, mimi namshukuru Mungu. Cheza mpira salama nimemaliza, lakini tunaona bahati haikuwa kwetu. Sababu tulipambana dakika 90, ndio hivyo tuweza kukosa magoli kwenye penalti, hamna anajua kinatokea nini. Kwa ndio hivyo, kikubwa bahati haikuwa upande wetu. Unaambia nini sasa mashabiki wenu ambao leo walikuja kwa ajili ya kuwasupport? Mashabiki wetu naambia wasichoke, waendelee kutusupport na sisi tuendelea kupambana. Huu ndio mwanzo, lakini hatutochoka. Ipo siku na sisi tutafanikiwa. Mimi nikushukuru sana. Asante. Tumepata burudani, sio mimi. Mimi mwenyewe pia nimeridhika sana kwa mechi ya leo. Tofauti na mechi iliyopita ilikuwa ni vurugu, yani hata ieleweki mpaka game ikavunjwa. Lakini kwa leo nimehamasika sana, nimefurahi na napenda kumkabidhi captain wa timu ya Jeshini. Hongereni sana. Hongereni sana, hesabu hii hela itimie 200,000.
Moja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.